fanya, lakini kwa kupenda mfanyi endelea kutunga mkono. Nimekuja kulimweka nasi, najua mwezi wa Ramadhani mwezi ambao watu wengi wanapenda kula pamoja na familia zao, wakaa na familia zao nyumbani, wanapika, wanakula. Kwa mtu kutoka kuacha futari ya nyumbani kwake akaja katika futari ya kuliandaa, ujue amekuheshimu sana, amekupenda sana. Kwa wote ambao umekuja mwanani, tunawashukuru sana. Ndugu zangu, toka kuanza kwa kalia yangu mpaka kwenda kwenye taasisi, nimekuwa nikitusapoti na kutuunga mkono sana. Kutoka kuanza kwangu mwaka 2009 kwa kama mwanamuziki, naenda tu taratibu, tukaenda kwenye mambo ya level, kaanza kuingia kwenye mambo ya vyombo vya habari, biashara tofauti. Zote na matawati na kwa mstari wa mbele kuunga mkono, tusapoti, na mimi naamini ndio sababu kubwa ya mpaka leo kufika hapa. Kwa hiyo nikaona kwa mwezi kama huu tukufu Ramadhani, miongoni mwa mambo ambayo pengine yanaweza kuonesha shukrani yangu kwenu, kuonesha kujali na kuthamini sapoti yenu kwetu, tukujumuika nani kula pamoja. Pamoja kama hivi, sali pamoja, kafuturu pamoja. Amulani na mshukuru Mwenyezi Mungu, katika kualika pia vituo visiopungua 5 watoto yatima ambao tunakutana leo, kama nini napotuelekeza mwezi huu. Hakuna miezi mingine ya kutenda mema, lakini mwezi huu kuongeza kufanya mema. Tunashukuru sana kwa kuja. Kweli siku ya leo sio siku ya maneno mengi sana, bali kutoka pamoja kuwashukuru kwa kuendelea kusupport katika shughuli zetu. Toka tumeanza tuangalie chombo chetu, shughuli mbalimbali, na katika support na kutunga mkono huko kutuwezesha kupata baraka leo hii, kuwatambulisha kitu kingine. Mimi miaka yote nilikuwa nisema kwamba tunapoisupport sisi vijana wa Tanzania, watoto wa Tanzania, haujamsupport tu Diamond, haujamsupport tu Nasibu, hujamsupport tu Ricardo Momo, hapana, lakini umesupport, muunga mkono, umewezesha mpaa watoto wa Tanzania, watoto wa Kiafrika na fursa zilizo kwa wenyewe. Maana kwa namna moja au nyingine tunakomoana, tunashikana mikono na wenye ndoto tofauti, lakini ndio watu kutokuwa mtaani tu, ila wenye elimu au hawana elimu, lakini wanakuja kufanya jambo fulani kwa mwenyewe. Nashukuru sana. Sheikh Jafo kipekee niliomba sana nishukuru serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini ukiacha tu serikali, ni kushukuru na wewe kwenye wizara hiyo ya viwanda na biashara. Kiukweli mambo yamefunguka na ufanisi umekuwa. Mtaani nyumbani kwetu tunasema, sio nyumbani tu, kwenye vikao vya vijana tofauti tunasema kwamba ikitokea awamu hii wewe ukashindwa kujiongeza, ukashindwa kutoboa, basi sio au serikali, kwa sababu fursa zimefunguliwa nyingi. Kiacha tu fursa kufunguliwa nyingi, tumempata rais ambaye ana huruma, anatuongoza katika namna ambayo licha ya kufuata katiba na kanuni zake, lakini pia ana huruma na ubinadamu ndani yake. Kwa sababu kuna wakati mwingine unataka kufuatisha katiba sana, unaweza
watu wakimbizana, lakini tumepata rais ambaye ana huruma, ana roho nzuri, na kiukweli anajitahidi kuhakikisha kwamba kama tatizo, kama deni tuwe nalo sisi, sio yeye. Sasa Mheshimiwa Jafo, mimi kama mmoja wa vijana wa Tanzania ambao kiukweli ukinikia fursa naondoka nayo, sifanye masiala. Kwa leo Mheshimiwa Jafo yuko lina hapa, nataka kutambulisha kitu kingine, jambo lingine kutoka taasisi hii ya Wasafu. Na kabla ya kukutambulisha, niliomba nizungumze pia maneno kadhaa. Kibinafsi naomba sana nipongeze Baraza la Sanaa la Taifa sasa naongoza Dkt. Mapana. Mheshimiwa Jafo, baraza hili limekuwa ni baraza walezi, sio baraza polisi. Ndugu zangu wasanii waliokuwepo huko ndani wanajua mabaraza tuliokuwa nao mwanzo, mabaraza ya sasa hivi. Hii baraza la sasa hivi ni baraza ambalo linataka sisi vijana tufanikiwe. Hatuwezi kusema wakati wote tunapatia ni uongo, lakini Dkt. Mapana anajitahidi kuhakikisha kwamba kwenye mapungufu yetu anaweza akaturekebishaje kupitia sheria na kanuni, lakini katika namna ambayo unamwona ni kama mzazi anakuelekeza, sio kumgomoa uso. Na mwambie Dkt. Mapana, matunda haya, matunda taasisi yanatokana na juhudi ya baraza, sababu sisi tumetokea kwenye sanaa mpaka kufika hapa leo. Ingekuwa huko mnatupa kashikashi na kustress, tukishapagawa. Lakini utaongoza vizuri, na nikuthibitishie tu kwamba katika awamu na miaka ambayo umekuwa na wanamuziki ambao wana akili, basi kwa ndio uwanzo. Wanamuziki wa Tanzania sasa hivi wengi wana akili za kibiashara. Zamani pengine kubatika kuwa na wengi wa Tanzania hivyo, lakini sasa hivi wanamuziki wengi wako serious kwenye masuala ya kibiashara. Wafanya muziki lakini tunataka kicha kidogo ajiwekeza kwenye uwekezaji. Profesa pale aliniambia ukipanda kwanza nitoe speech baada. Lakini sasa unajua si msanii kishakutana na mic alisikia kidogo endelee kuongea. Mheshimiwa mgeni rasmi, kipekee ningeomba sana nimpe sifa kaka wangu mtendaji wa juu kabisa wa Bela pale, kakaangu Nyaisa, tafadhali naomba tuwezekana wafungie kidogo. Hapo ninajua nitakachokiingia hapa na kutafuta sana. Kakaangu Nyaisa